Nimekupeleka pagumu. Acha nikupe mfano mwingine. Kwenye simu yako umewahi kupokea muamala wa gawio la faida? Kwenye simu yako umewahi kupokea muamala wa gawio la faida? Labda kwa mfano, sitangazi biashara yoyote, natoa tu mfano. Labda kwa mfano unatumia Airtel, unakutana na muamala asubuhi, unakuambia imethibitishwa. Watu unashtuka, imethibitishwa, unashtuka pale, nani kanitumia hela huyo? Afu unakuta wameandika umepokea shilingi 200 kutoka Airtel Money kama gawio la faida kutokana na ulivyotumia Airtel Money mwezi huu. Hujawahi kuona hicho kitu? Watu wengi wao wanasema, yani nao wananitumiaje kama 200 hawa? Ukitaka wakutumia hela nyingi, ongeza mzunguko wa miamala, ongeza mzunguko wa kufanya miamala, ongeza kuwapa faida, nao watakunufaisha zaidi. Wapi nakupeleka? Nakupeleka huku. Mwanzo wa mwaka, sadaka tunayotoa ya dhabihu si sadaka ya kawaida, ila ni sadaka ya uwekezaji. Kile unachotoa moja kwa moja huwa kinaenda mbele za Mungu na kinaenda kuzaa, na Mungu anakugawa baraka kwenye mwaka huo kadiri ya kiwango ulichowekeza. Atakayetoa mwanzo wa mwaka, mfano akatoa 5,000, hiyo 5,000 inaenda kuzaa mbinguni, afu Mungu atakugawa kadiri ya hiyo 5,000 uliyowekeza. Aliyetoa 10,000, aliyetoa 100,000, aliyetoa 200,000. Kwa kadiri unavyokuwa mgumu na mkaidi na mchoyo wa kutoa, kwa sababu ukifikiria kwamba unawakomoa viongozi, unakomoa mapadri, unakomoa wanaopokea hiyo sadaka, kumbe unajikomoa wewe, unajiumiza wewe. Na ndio maana ukimwona mtu ni mgumu wa kutoa sadaka, wala hata usianze kuumiza kichwa kwa ajili yako wewe mwenyewe, ila muumiza kichwa kumuonea huruma, kwa sababu anajikomoa yeye. Mwisho wa siku sadaka unayotoa inaenda kwa Mungu, inakaa kama hazina, afu inazalishwa pale, inarudi kama faida kwako wewe kama wewe uliyetoa. Wacha tupite Bible study ya maandiko. Unaweza kusema huyu jamaa anaongea nini? Wacha nikuonyeshe mistari. Anza na mimi kile kitabu cha Injili ya Mathayo, ile sura ya 25, ule mstari wa 14 hadi wa 16. Injili ya Mathayo sura ya 25, ule mstari wa 14 hadi wa 29. Inasema namna hii. Mathayo kuanzia ile sura ya 25 mstari wa 14 hadi wa 19. Inasema 29. Mtu mmoja alikuwa ni tajiri sana, akapanga kusafiri, na alikuwa na talanta kadhaa. Kwanza alikuwa na talanta 5, akampa